Iran imezindua kombora jipya. Ni kombora ambalo linafahamika kama Qasem Basir. Lakini je, kombora hili ni kwa ajili ya kuitisha Marekani? Lakini kombora hili ni kombora la aina gani? Endelea kutufuatilia. Mimi ni Adam Hussein. Waziri wa Ulinzi amezindua kombora la masafa marefu ambalo limeboreshwa. Uzinduzi huo unajiri huku kukiwa na vitisho kutoka kwa Marekani kuhusu mpango wake wa kinyuklia, huku taifa hilo likifanya majaribio ya makubaliano ili kutatua mzozo huo. Kombora hilo linashirikisha uboreshaji katika mwongozo na uwezo wake wa kukwepa rada pamoja na mifumo ya ulinzi ya anga. Ni kombora zito sana, kombora ambalo kwa msingi ni kombora ambalo Iran inaamini hakuna yeyote atakayeweza kulizuia kombora hili. Ni kombora ambalo lilifanyiwa majaribio mnamo Aprili 17 mwaka huu wa 2025. Lakini kwanza tulifahamu kombora hili. Je, Qasem Basir ni kombora la aina gani? Kupitia televisheni ya Iran imeeleza kombora hilo kuwa ni kombora lenye uwezo wa kusafiri umbali wa angalau kuanzia kilomita 1200 sawa na maili 745, lakini pia ni kombora ambalo linaweza kutambua na kupiga shabaha kati ya nyingi bila mwongozo wa GPS na kwa usahihi na kwa uhakika wa hali ya juu. Hata hivyo, kombora hili licha ya kuruka angalau kilomita 1200, lakini lina uwezo pia wa kuruka zaidi ya kilomita 2000 kwa sababu limefanywa maboresho zaidi na zaidi na lipo katika viwango tofauti tofauti. Wakati wa majaribio, uingiliaji mkubwa wa kielektroniki ulitumiwa dhidi ya kombora hili, lakini liliendelea kuruka bila kuathiriwa. Iran inasema kombora hilo linaweza kufika Israel na kupenya baadhi ya mifumo ya hali ya juu zaidi ya ulinzi wa makombora duniani. Wataalamu wanasema kombora hilo la Qasem Basir ni la kwanza kutumiwa na Tehran. Mtaalamu wa masuala ya silaha mwenye makao yake nchini Urusi, Yuri Liamin, anasema kuwa kombora hilo la masafa ya kati sasa ndio kombora la masafa marefu zaidi la Iran na la kielektroniki, likichukua nafasi ya kombora la masafa mafupi la Zulfikar Basir. Tehran ilianzisha mpango wake wa makombora ya masafa marefu baada ya kuteseka kwa mashambulizi ya makombora ya Scud ya Iraq katika vita vya Iran na Iraq, na kama dhidi ya majirani zake wenye silaha za magharibi, na vikwazo vimezuia katika kuzifikia ndege za kisasa za mashambulizi. Lakini wakati huo Iran inajiamini vya kutosha juu ya kombora lake hilo jipya ambalo lina uwezo wa kupenya vihunzi hasa vya mifumo vya kuzuia makombora. Kuhusu uwezo wa kiulinzi wa Iran, waziri wa ulinzi wa Iran anasema, tunapopata ujuzi wa kisayansi na kiufundi na kutengeneza zana za kijeshi yakiwemo makombora, tunazizalisha kwa wingi na kwa haraka. Vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vimefikia ukomavu kamili wa kutengeneza makombora madhubuti. Iran hata hivyo imekanusha kuwasaidia wapiganaji wa Kihouthi kushambulia Israel. Wakati wa mashambulizi ya Wahouthi wa Yemen huko nchini Israel kwa kutumia kombora lao ambalo inadaiwa kwamba limepenya viunzi vya ulinzi wa anga, ilidaiwa kwamba Iran huenda ikawa imetumia kombora hili, lakini Iran imesema kwamba wala haikutoa msaada wowote kwa wapiganaji hao wa Kihouthi wa Yemen na kuahidi kujibu mashambulizi yoyote katika ardhi yake ikiwa kuna yeyote anayekuwa na dhana ya kwamba Iran imesaidia Wahouthi kuipiga Israel, na wao wapo tayari kutumia kila aina ya kombora kwa ajili ya kuhakikisha wanajilinda. Haya yanajiri baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kutishia kuishambulia Iran kujibu mashambulizi ya kombora la Wahouthi katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion mjini Tel Aviv mnamo siku ya Jumapili. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema katika taarifa yake siku ya Jumatatu kwamba hatua za Wayemen za kuwaunga mkono watu wa Palestina ni uamuzi wao huru unaotokana na hisia zao za mshikamano na wa Palestina, lakini hakuna nguvu ya Iran ambayo inahusika. Waziri wa ulinzi wa Iran Brigedia Jenerali Nasirizadeh ameonya wakati wa kuzindua kombora hilo jipya la masafa marefu la Iran, akisema kwamba ikiwa tutashambuliwa tutajibu kwa nguvu na kulenga maslahi ya kambi zote za Marekani. Iran inadaiwa kuwaunga mkono Wahouthi ambao wanadhibiti maeneo mengi ya Yemen ukiwemo mji mkuu wa Sanaa. Kufuatia shambulio hilo, waziri wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa siku ya Jumapili kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya wapiganaji hao wa Kihouthi na kuilenga Iran. Netanyahu alisema, Israel itajibu shambulizi la Wahouthi kwenye uwanja wetu wa ndege
uwanja mkuu kwa wakati na mahala tunapochagua kwa kuwalenga magaidi wakuu wa Iran, anasema Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Kujibu vitisho hivyo, Teheran imethibitisha Jumatatu kwamba itajibu shambulio lolote katika ardhi yake. Tunathibitisha azimio thabiti la watu wa Iran kujilinda, Wizara ya Mambo ya Nje ilisema katika taarifa yake, ikionya Israel na Marekani juu ya matokeo ya vitisho hivi. Rais wa Marekani Donald Trump na utawala wake wamezidisha vitisho dhidi ya Iran katika miezi ya hivi karibuni, wakitaja uungaji mkono wake kwa wapiganaji wa Kihouthi. Shambulizi ambalo halijawahi kutokea katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion siku ya Jumapili lilisimamisha kwa muda usafiri wa anga na kuacha watu 6 wakijeruhiwa, kulingana na taarifa na mamlaka za nchini Israel. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusii tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kuyafahamu mengi ya ulimwengu ambayo yanajiri wakati wote, na kupitia The World News utaweza kuyajua.